Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM pale Mbeya, nichukue nafasi hii ya pekee kukusalimu kabisa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika kutazama kipindi hiki cha Roho Mtakatifu, lakini pia kusikiliza kupitia njia ya redio. Kipindi hiki kizuri ambacho kinatubariki kwa kutupatia mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu kama ambavyo amefunuliwa katika Biblia. Mimi ninaitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Karibu tuwe pamoja katika kipindi cha siku hii ya leo. Kabla hatujaanza basi ni kuarike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambao wanatazama na kusikiliza mafundisho haya kuhusu Roho Mtakatifu. Tunaomba Mungu wetu tufundishe na kutuongoza ili yote ambayo tutajifunza hapa yakawa ni msaada mkubwa katika maisha yetu, yakituandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Ndilo ombi letu tunaomba kupitia jina la thamani la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Tupo katika mwendelezo wa kujifunza juu ya Roho Mtakatifu na hasa tukiangazia katika Agano Jipya, kwa jinsi ambavyo Agano Jipya limemfunua Roho Mtakatifu, na bado tupo katika vitabu vya Injili. Kwa hiyo tutajifunza vitabu vya Injili, jinsi vinavyomfunua Roho Mtakatifu na utendaji wake, lakini pia tutajifunza kitabu cha Matendo ya Mitume, tutajifunza nyaraka mbalimbali za mitume, na baadaye tutaangalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana kama ambavyo Roho Mtakatifu alivyofunuliwa. Hapa tutakuwa tumejifunza kwa kina na kufahamu juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi, lakini pia tutafahamu ya kwamba yeye ni moja kati ya nafsi zile tatu za kiungu, kwa maana ya Baba, Mwana pamoja na Roho Mtakatifu. Juma lililopita tulijifunza juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika tukio la ubatizo wa Yesu Kristo. Na leo tunaangalia tena uwepo wa Roho Mtakatifu katika tukio lingine ambalo linamhusu Yesu Kristo katika huduma yake hapa duniani, nalo si lingine isipokuwa ni wakati wa majaribu yake. Roho Mtakatifu wakati wa kujaribiwa kwa Yesu Kristo. Tuliweka msingi mwanzoni ya kwamba Roho Mtakatifu anachukua jukumu nyeti sana katika mpango huu wa wokovu. Utagundua ya kwamba tangu kumleta Yesu Kristo hapa duniani, kumtegemeza katika maisha yake kama mwanadamu, na yote aliyokuwa akiyafanya anafunuliwa akitenda kazi kama nafsi ya kiungu. Na mambo yote haya Roho Mtakatifu alikuwa nyuma akitenda kazi, na Yesu anazungumza, Roho Mtakatifu anatekeleza kama nafsi ya kiungu. Kwa hiyo leo tunaangalia kwenye eneo la majaribu ya Yesu Kristo kama ambavyo yameandikwa katika Biblia. Mathayo ameandika, Luka ameandika kuhusiana na kujaribiwa kwake, Marko pia ameandika kuhusiana na kujaribiwa kwa Yesu. Tutaona hapa mafungu ya Biblia yanayofunua tukio hili la kujaribiwa kwa Yesu, lakini pia jinsi wanavyotufunulia uungu wa Roho Mtakatifu na uwepo wake kama nafsi ya kiungu. Swala la Yesu kujaribiwa, Yesu alipoenda katika nyika, kule nyikani au jangwani, hakuenda kutafuta kujaribiwa. Yesu alienda kwa ajili ya kufanya tafakari, maana ndio alikuwa anaanza huduma yake sasa ya hadharani. Hapa amemaliza tu kubatizwa tu, kama tulivyoona, ametiwa mafuta, Roho Mtakatifu ameshuka juu yake. Ilikuwa ni tukio kubwa ambalo lilishuhudiwa hata na shetani mwenyewe, na sauti ile ya Baba kusema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu, napendezwa naye, alisikia hata shetani na wale wote walisikia. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaenda mahali ambapo atapata utulivu na kutafakari juu ya kile alichokuja kukifanya na kazi yake. Na alipoenda kule mahali, Biblia inatuambia alifunga kule muda wa siku 40. Shetani akatumia hiyo nafasi akidhani ya kwamba kwa kumjaribu anaweza kumwangusha, na akimwangusha mpango wa wokovu unakuwa umevunjika, mwanadamu anakuwa amepotea milele, shetani anakuwa na yeye anaishi milele akiwepo na dhambi, akiendeleza dhambi zake. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio la muhimu sana, na mwandishi mmoja Ellen G. White anaeleza ya kwamba tukio hili la kujaribiwa kwa Yesu Kristo
lisichukuliwe kiurahisi sana na waumini, kwa sababu kujaribiwa kule kwa Yesu Kristo kunarudiwa katika maisha ya kila mtu anayemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo tunajaribiwa katika maeneo hayo matatu ambayo Yesu alijaribiwa. Maeneo matatu ya msingi tunajaribiwa sisi kama Wakristo. Sasa Yesu hakutafuta majaribu wala hakutafuta kwenda kujaribiwa, ila alienda kutafakari kazi aliyokuwa anaifanya, kazi aliyokuwa anaenda kuianzisha kuifanya. Na kutokea hapo sasa ndio tunaona jinsi Roho Mtakatifu alivyo katika jukwaa akitenda kazi kumuongoza Yesu Kristo katika tukio zima la kujaribiwa kwake. Sasa tunajifunzaje uungu wake? Kabla hatujaingia hapo, hebu tusome baadhi ya mafungu ya Biblia yanavyoeleza tukio hilo. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 fungu la kwanza, Mathayo anaeleza, anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho. Zingatia hiyo neno, alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Marko anaeleza katika Marko sura ile ya kwanza mstari wa 12, Biblia inasema, mara Roho akamtoa aende nyikani. Marko yeye asemi Roho alimpandisha, yeye anatumia neno akamtoa, tofauti na Mathayo. Mathayo anasema akampandisha, huku anasema akamtoa. Luka yeye anasemaje? Luka sura ya 4 mstari wa kwanza anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Maneno matatu ambayo tunaweza kuyaunganisha kwa pamoja, na maneno yote haya yanafunuliwa ikiwa ni kitenzi ambacho Roho Mtakatifu anafanya. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu alimpandisha Yesu nyikani. Jambo la pili, Roho Mtakatifu akamtoa Yesu na kumpeleka nyikani. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu na kumpeleka nyikani. Mambo matatu ya msingi yanayofunua juu ya Roho Mtakatifu. Sasa nini ambacho tunajifunza hapa? Jambo la kwanza, juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama Mungu na uwepo wake kama nafsi. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anafunuliwa hapa, anaongoza. Roho Mtakatifu anaongoza. Sasa kitendo cha kuongoza ni kitendo ambacho kinafanywa na yeye aliye nafsi. Hakifanywi na nguvu, hakifanywi na nishati fulani ambayo sio nafsi, au umeme au mvuto tu fulani ambao si nafsi. Hapana. Suala la kuongoza linahusisha nafsi. Kwa sababu hii, ili aweze kuongoza lazima linahusisha ufahamu. Zingatia hiyo neno, ufahamu. Maana uwezi ukaongoza mtu ambaye ufahamu. Biblia inasema kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wanadumukia shimoni. Kwa hiyo ili uweze kuwa kiongozi, uweze kuongoza, lazima uwe na ufahamu. Unaufahamu, lazima uwe na ufahamu. Lakini jambo la pili, lazima uwe na kusudi. Maana unajua ninamuongoza huyu mtu kwa kusudi fulani, ninampeleka hapa kwa kusudi fulani. Sasa mambo ya kuwa na ufahamu, mambo ya kuwa na kusudi, yote haya yanafunuliwa ya kwamba nafsi ndiye inaweza kuwa na mambo hayo. Mvuto tu au ushawishi hauwezi kuwa na ufahamu, hauwezi kuwa na kusudi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, kwa sababu ni nafsi, anapofunuliwa alimuongoza Yesu Kristo, anafunuliwa jambo la kwanza, ana ufahamu, anajua mambo. Na yeye ndiye aliyemuongoza, ndiye aliyemtoa, ndiye aliyempandisha, ndiye aliyemuongoza Yesu Kristo kwa ufahamu wake na hekima yake. Ndio maana anasema akamuongoza Yesu Kristo. Lakini analo kusudi la kumuongoza na kumpeleka pale. Kusudi jema kabisa, maana yeye ni nafsi ya kiungu. Kwa hiyo anapofunuliwa kumtoa, kumpandisha na kumuongoza, ni jambo ambalo linafunua ya kwamba yeye ni nafsi, maana anaongoza. Anajua kabisa kwamba nikimuongoza kumpeleka hapa, kuna faida fulani, kuna manufaa fulani. Na ndio maana nilikuambia mwanzoni ya kwamba Yesu hakujipeleka katika majaribu, bali Yesu alipokuwa ameenda kutafakari
ilikuwa ni maongozi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye aliyemuongoza, akamuongoza kwenda kuketi na kutafakari. Maana yake ni nini? Usijipeleke katika majaribu. Tulia. Wewe kuwa na tafakari ya neno la Mungu, mtafakari Mungu na yale anayokufanyia. Mungu mwenyewe akikuongoza akakupeleka katika jaribu fulani, anafahamu, ana maono fulani, ana kusudi fulani ambalo ni kwa manufaa yako we mwenyewe. Kwa hiyo usimpinge, ndio maana hata Yesu alitufundisha tunapoomba, anasema usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule muovu. Kisoma katika sala ya Bwana. Na ni nani anayeweza kutuokoa na muovu? Ni nani ambaye hawezi kututia katika majaribu? Ni Roho Mtakatifu. Tukijifunza habari ya hiyo sala ya Bwana, utagundua hapo jukumu la Baba limefunuliwa hapo, jukumu la Mwana limefunuliwa hapo, na jukumu la Roho Mtakatifu limefunuliwa hapo hapo kwenye sala ya Bwana. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu, inatufundisha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Maana kama asingekuwa nafsi, asingekuwa na uwezo wa kumuongoza Yesu. Hasa muongoze ampeleke wapi? Ina maana anajua. Ndio maana anajua anapompeleka. Ana maono mazuri kabisa, ana ufahamu, analo kusudi. Ndio maana anamuongoza na kumpeleka mahali hapo. Na ana mpango mzima kabisa wa kiungu ya kwamba kabla Yesu hajaanza huduma yake, lazima aongozwe, apelekwe mahali pale kwa ajili ya manufaa ya jamii ya wanadamu ambao Yesu Kristo alikuja kuwaokoa. Hilo ni jambo la kwanza la msingi sana ambalo linafunua juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi. Yeye anaongoza. Yako mafungu mengi ambayo tulijifunza katika mada hii, ilikuwa ni mwaka jana, tuliojifunza habari ya Roho Mtakatifu katika uwepo wake kama nafsi. Biblia inamfunua kwa sifa nyingi ya kwamba anaongoza shughuli za kanisa, anaongoza watu, mtu binafsi, mtu mmoja mmoja. Roho Mtakatifu anaongoza maisha ya watu. Na hapa kwa sababu pia ni nafsi, anafunuliwa ndiye aliyemuongoza Yesu kuenda katika majaribu. Hakumuingiza katika majaribu, ila alimuongoza kumpeleka pale mahali ambapo alijua shetani atatumia nafasi kumjaribu, na kwa sababu amemwezesha, anajua ni kwa manufaa yake, akistahimili yale. Kama Biblia inavyosema, waheri wale wanaostahimili majaribu, maana Bwana atawapatia thawabu. Kwa hiyo kuna thawabu katika kustahimili magumu na majaribu ambayo Roho Mtakatifu ameruhusu wewe uyapitie, au ameruhusu mimi niweze kuyapitia. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo linamfunua Roho Mtakatifu kama nafsi, anaongoza. Jambo la pili, Roho Mtakatifu hapa anafunuliwa kama nafsi kwa sababu anatoa hekima kwa Yesu Kristo, na Yesu anaweza kupambana au kukabiliana na majaribu kwa njia ya neno la Mungu. Sasa sikiliza vizuri. Hekima ya kiungu ambayo anaitoa Roho Mtakatifu inamsaidia Yesu kutambua majaribu ambayo shetani alikuwa amemjaribu kwayo. Biblia imeeleza katika kitabu cha Luka ndio amefanua vizuri zaidi ya wengine. Luka sura ya 4 mstari wa 1 anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Ukisikia amejaa Roho Mtakatifu, hiyo ni ishara ya neema, ni ishara ya fadhili, hiyo ni ishara ya majaliwa ya Mungu, the divine providence. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa amejaa kwa Yesu Kristo, amejaa. Biblia inasema hivi katika Yohana sura ile ya 3 mstari wa 34, yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa kuwa hamtoi Roho bila kipimo. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa na Roho Mtakatifu bila kipimo, without measure. Ndio maana Biblia inasema alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Na kwa kitendo cha kujaa kwake Roho Mtakatifu kunaongoza ya kwamba ilikuwa ni fadhili ya Mungu, ni neema ya Mungu. Roho wa Mungu alikuwa juu yake akimuongoza huyo Yesu Kristo. Na hapa tuna fundisho lingine ambalo tunajifunza. Hata kama nitakuwa nimejaa Roho Mtakatifu, utakuwa umejaa Roho Mtakatifu, hiyo haionyeshi kwamba hatuwezi kujaribiwa.
Majaribu ni sehemu ya maisha, tunajaribiwa sisi wanadamu. Kwa hiyo hata kama tuna roho wa Mungu, bado shetani atatujaribu ikiwa Mungu ameruhusu ya kwamba atujaribu. Maana hapa shetani aliruhusiwa. Kama isingekuwa hivyo, Mungu asingeruhusu. Lakini kwa sababu Mungu aliruhusu, basi aliruhusu akamjaribu. Na Biblia inatuambia kwamba Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Akiwa amejaa Roho Mtakatifu ndipo anaongozwa kwenda katika majaribu. Shetani anatumia nafasi kumjaribu Mwokozi wa ulimwengu. Na kila moja ya majaribu ambayo yalikusudiwa kuweza kumshinda Yesu yalikuwa yanalenga katika udhaifu wa kibinadamu. Ni udhaifu gani? Namba moja ni njaa. Wanadamu wana udhaifu katika njaa. Lakini namba mbili ni kiburi pamoja na tamaa. Ndio maana Biblia inaeleza ya kwamba msiipende dunia na mambo yaliyomo ndani yake. Maana kuipenda dunia, mtu akiipenda dunia, upendo wa Baba haumo ndani yake. Na anasema mambo yaliyomo katika dunia ni haya. Anataja ni tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Mambo matatu ndiyo vyanzo vya majaribu ambavyo shetani anavitumia katika udhaifu wa wanadamu. Jambo la kwanza ni njaa, jambo la pili ni kiburi, na jambo la tatu ni tamaa ya mamlaka, tamaa ya mamlaka. Kwa hiyo kwa kitendo cha Yesu kutambua majaribu hayo, inaonyesha kwamba Roho Mtakatifu alimpatia hekima. Na sio tu kumpa hekima, alimuongoza katika kujifunza kwake neno la Mungu. Unajua Yesu alikuwa ni mtu wa kujifunza sana neno la Mungu. Na kwa njia ya kujifunza neno la Mungu, ana uwezo, ana nguvu kubwa ya kupambana na majaribu. Ana uwezo mkubwa wa kupinga majaribu ya yule mwovu shetani. Maana Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake, alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alikuwa na neema, alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo na ujuzi wa kiungu katika ubinadamu wake, na ndipo aliweza kupambana na majaribu yale. Wakati mjaribu anamwambia ikiwa ndio mwana wa Mungu, Yesu anajibu imeandikwa. Imeandikwa, usimsujudie, umsujudie Bwana Mungu wako, yeye peke yake anastahili ibada. Imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Majaribu yote Yesu alikuwa anarejea kwenye neno la Mungu. Maana yake ni nini? Yesu alikuwa ni msomaji wa neno la Mungu. Alikuwa anajilisha neno la Mungu. Na kwa njia hiyo, akisoma neno la Mungu, Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa anaangaza katika akili yake, katika ubinadamu wake. Biblia kamwe isisomwe pasipo maongozi ya Roho Mtakatifu. Ndio hapa tunaambiwa Yesu alijaa Roho Mtakatifu. Kujaa kwake Roho Mtakatifu na kujilisha neno la Mungu kunamfanya awe na nguvu ya kukabiliana na majaribu ya mwovu. Shetani anapokuja kwako, anapokuja kwangu, kama sisomi neno la Mungu, kama usomi neno la Mungu, na kama simuombi Roho Mtakatifu anipe nguvu ya kuyaishi hayo yaliyoandikwa katika Biblia, na kuwa sina nguvu ya kumshinda. Lakini habari njema ni hii: unapojilisha neno la Mungu, ukalifahamu neno la Mungu, Roho Mtakatifu ataangaza katika akili yako. Shetani anapokuja kwako kukujaribu, kukuataki, Mungu Roho Mtakatifu anakumbusha katika akili yako, anakukumbusha hilo neno ulilolisoma, na unakuwa na nguvu ya kumshinda shetani. Unamwambia imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Maana yake ni hii: tunapaswa tujilishe neno la Mungu. Mtume Paulo anaandika, anasema neno la Kristo lijae ndani yenu. Lazima lijae ndani yetu, na likijaa ndani yetu, tukawa na Roho Mtakatifu, tunakuwa na nguvu kubwa sana ya kumshinda shetani anapokuja kutujaribu. Analeta majaribu kwa njia ya uwakala wa mambo matatu. Jambo la kwanza ni tamaa ya mwili. Ndio maana anajaribu watu katika mambo ya vyakula, lakini pia anajaribu watu katika tamaa ya mwili, mambo ya zinaa na kushiriki tendo la ngono pasipo kuwa katika ndoa. Hiyo ni tamaa ya mwili. Shetani akikujia wewe, kama unasoma neno la Mungu na una roho wa Mungu, utamwambia imeandikwa, anakimbia. Na Biblia inasema mpingeni shetani atawakimbia. Tamaa ya pili ni tamaa ya macho. Macho yetu haya yanatazama vitu vingi sana na yanatamani vitu, yanaalika. Mungu alitupa macho kwa ajili ya kuangalia, tuweze kuona
na kufahamu na kutembea na kujua vitu kama hivyo. Hatukupewa macho kwa ajili ya tamaa. Shetani anayatumia ili kutuletea tamaa mbaya. Sasa tukisoma neno la Mungu na tukiwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa na nguvu ya kushinda. Tutasema ya kwamba imeandikwa. Na jambo la mwisho ni kiburi cha uzima. Unajua, mtu anapokuwa na madaraka, mtu anapokuwa na pesa, mtu anapokuwa na afya njema, anaweza kujiona kwamba hamhitaji Mungu. Hicho ni kiburi cha uzima. Sasa kama tunasoma neno na kama tunaye Roho Mtakatifu, Mungu akiwa nasi anatusaidia, tunakuwa na uwezo mkubwa wa kumshinda yule mwovu shetani. Kwa hiyo anapotujia, kama Yesu alivyosema imeandikwa, na sisi tutakuwa na nguvu kubwa ya kumpinga kwa kusema kwamba imeandikwa. Maana yake ni nini? Tunapaswa tujazwe na Roho Mtakatifu. Kama Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, vivyo hivyo na sisi pia tunapaswa tujazwe na Roho Mtakatifu. Jambo la tatu na la mwisho kwa siku hii ya leo, tunapojifunza Roho Mtakatifu kama nafsi na kama Mungu, kama ambavyo amefunuliwa katika tukio hili la kujaribiwa kwa Yesu pale jangwani, tunajifunza juu ya Roho Mtakatifu anathibitisha uwana pamoja na utambulisho wa Yesu Kristo. Sasa sikiliza vizuri hapa. Tulijifunza katika somo lililopita, wakati wa ubatizo sauti ilitoka mbinguni ya Baba, anasema huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye, wakati wa kubatizwa kwake. Hilo neno huyu ni mwanangu mpendwa wangu lilikuwa linazunguka katika akili ya shetani na lilimtesa, lilimkosesha usingizi, niseme kwa lugha ya kibinadamu. Lilimfanya akose usingizi. Na kuaje? Maana shetani anamuonea wivu Yesu Kristo kwa position aliyo nayo, na ndio kilichomwangusha kutoka mbinguni. Kwa hiyo jambo hilo shetani alilichukua na kwenda kumjaribu Yesu Kristo. Anasema alifunga siku 40. Shetani anamjia, anaanza kwa kusema ikiwa ni mwana wa Mungu. Sasa sikiliza, hapo Yesu alijaribiwa katika neno ikiwa. Kwa hiyo Yesu alijaribiwa ajibu hiyo ikiwa. Na maana angesema ndio, mimi ni mwana wa Mungu. Sasa lakini Yesu hakutaka kujibu hivyo. Kwa sababu shetani anapotujia kwa majaribu yake, lazima tumjibu kwa neno la Mungu, imeandikwa. Hatumjibu kwa kulingana na matakwa yake. Sasa Roho Mtakatifu aliyekuwa amejaa ndani ya Yesu, tumesoma Luka 4 fungu la kwanza, hali amejaa Roho Mtakatifu ndio akaongozwa kwenda jangwani, ndiye anathibitisha uwana wa Yesu Kristo. Anathibitisha na kumpatia nguvu ya kusonga mbele. Anamwambia imeandikwa. Biblia inaeleza bayana kabisa katika kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 16 niende mpaka mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anashuhudia juu ya uwana wa Mungu. Yesu Kristo kama mwana wa Mungu ndiye anaushuhudia na kumtia moyo Yesu kusonga mbele, asisikilize majaribu ya shetani, yamwambie imeandikwa, maana yeye ni mwana wa Mungu. Unajua shetani ni kana kwamba alikuwa anasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, Mungu atakuacha uteseke hapa. Mungu kweli atakuacha hapa ushinde hapa siku zote hizo bila kula, na ana uwezo kabisa wa kubadilisha mawe haya kuwa mkate. Badilisha mawe haya. Wewe si mwana wa Mungu. Wewe si una uwezo. Mungu si alitamka pale kwenye ubatizo kwamba wewe ni mwana wake. Badilisha mawe hayo. Roho Mtakatifu anamthibitishia Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na kutaka kuongea au kutembea katika kauli ya muovu, isipokuwa yeye anamwambia imeandikwa, na yeye anaendelea na kazi yake aliyokuwa ameifanya. Kwa hiyo Yesu anapata ushindi katika jaribu hilo, kwa kuwa Roho aliyekuwa ndani yake anamthibitishia ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na kama ambavyo Paulo ameandika, anasema Roho anashuhudia na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anathibitisha ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini pia anatufunulia na sisi ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, watoto wa Mungu ambao tumefanywa upya kuwa wana wa Mungu na tu warithi pamoja
na Kristo. Mambo hayo yaliyofunuliwa katika Biblia yanatuonyesha kwa bayana ya kwamba Roho Mtakatifu katika tukio la kujaribiwa kwa Yesu pale jangwani alikuwepo akimuongoza. Maana yeye ndiye aliyemuongoza, yeye ndiye aliyempa hekima, anasema alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu, lakini pia yeye ndiye anemthibitisha kwamba ni mwana wa Mungu, akimpa nguvu ya kusonga mbele. Kila ambacho alikuja kukifanya akikamilishe, kisiishie njiani, lazima kikamilike, maana Mungu ndiye alikuwa amemtuma. Hiyo ni ufunuo wa Biblia unaofunua juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika tukio la kujaribiwa kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Nikukaribishe juma lijalo, tutaingia tena mada nyingine tunapoangazia juu ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya, na mahususi bado tuko katika vitabu vya Injili, na vitabu vya Injili vyenyewe bado tunaongelea katika huduma ya Yesu Kristo aliyokuwa akiifanya hapa duniani. Mungu akubariki. Nikukaribishe sasa tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutubariki na kutupatia nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunajiweka tena mikononi mwako. Tunaomba Roho Mtakatifu aweze kutufundisha, tuongoze, tufahamu ukweli huu wa kibiblia, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.